Jumla ya magari 32 yaliweza kuzuiwa baada ya kufanyiwa ukaguzi wa kisayantifiki pamoja na ukaguzi wa mifumo yetu ya ndani na kujiridhisha kwamba wahusika wa magari haya ama wamiliki wa magari haya walishindwa kulipa kodi zetu kama sheria inavyotaka. Kwa mujibu wa findings zetu ama uchakataji wetu wa taarifa tulizozipata, wamiliki hawa wengine waliweza kufanya udanganyifu wa kulaghai namba za chassis, lakini wengine waliweza kufanya udanganyifu kwa kutoa matamko ya taarifa za magari ambazo sio sahihi ili kuweza kupata punguzo la kodi ambalo halikuwa stahiki. Mamlaka inaendelea kuwakumbusha walipa kodi wote na wale wote ambao wanaingiza bidhaa zao nchini kuendelea kufuata sheria za kodi na kuhakikisha kwamba kile ambacho kinaingizwa basi kinalipwa kodi kwa ustahiki. Lengo la idara na mamlaka kwa ujumla ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza usawa kwenye biashara, lakini usawa pia hata kwa wale wamiliki binafsi ama mmoja mmoja, kwamba wote kwa umoja wetu, kwa mathalani kwa zoezi la magari tulikuwa tunalifanya, wote ambao mkwepaji na yule ambaye hakukwepa, wote tunatumia rasilimali zile zinazofanana kwa maana ya barabara na maeneo mengine. Kwa hiyo kwa ujumla wake, manake yule ambaye amelipa kodi zake stahiki anaumia zaidi kwa sababu yule mwenzake alifanya ujanja. Kwa hiyo tunaendelea kuwakumbusha wananchi kuhakikisha kwamba wanalipa kodi zao stahiki pale ambapo wanaingiza hizo bidhaa ama magari, lakini pia tunawakumbusha kwamba kila mmoja awe ni mchangiaji wa mapato ya nchi ili kuweza kwa ujumla wetu kuweza kufikia maendeleo. Kwa wale ambao magari yao pengine hatujayafikia, basi watumie nafasi hii kuja kwenye ofisi zetu za Mamlaka ya Mapato Tanzania kwenda kupeleka hayo magari yao yaweze kufanyiwa utaratibu wa kuweka makadirio ya kodi yao stahiki ili waweze kulipa na kuweza kuyamiliki kwa uhalali. Wale ambao bado kesi zao zinaendelea, tafadhali wafike kwenye ofisi zetu ili tuweze kuwapa utaratibu wa namna ya kufanya, ikiwemo kulipa hizo kodi zao ili tuweze kuyarudisha magari yao. Kutokana na hali hiyo ya kuwepo kwa magari yaliyoingizwa nchini bila kufuata taratibu za kiforodha, huku wananchi wengine ambao ni walipa kodi wameingiza magari yao na kulipia kwa kufuata taratibu zote, lakini magari yote yanatumia rasilimali kwa maana ya barabara ambazo zimejengwa kwa kodi za wananchi. Tusikilize wananchi wakitoa maoni yao kuhusiana na hali hiyo. Kwa majina naitwa Richard Waduma. Watu hawa wanakosesha serikali mapato kama vile kuweza kupata kipato cha kujenga madaraja, hospitalini, mashuleni. Kitendo hiki si sawa. Serikali ni lazima ijikite kuwafuatilia na kuchukulia hatua. Serikali ni lazima iweze kuchukua mali za hawa watu na kutaifisha. TRA wanapaswa kusimamia ukaguzi thabiti kwa kutoa makadirio na kuhakikisha wanakagua na kubaini nia ovu, yani watu wanaoweza wakaingiza uongo katika mali hizi. Lakini pia wahusishe matumizi ya teknolojia. Teknolojia itawasaidia kubainisha uhalali wa mali hizi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya kitaifa. Naitwa Eliminata Membu. Watu hao wanakopesha nchi kimaendeleo, yani wanafelisha sana nchi kimaendeleo, kwa sababu mtu anapoingiza gari ambalo linatumia barabara ambayo mtu ameshalipia kodi na yeye akakwepa ile kodi ya ushuru wa forodha, anaifelisha sana nchi. Sheria kali ichukuliwe dhidi yao ili liwe fundisho kwa watu ambao wenye tabia kama hizo. Anatakiwa apandishwe mahakamani, halafu ziangaliwe sheria ambazo za kumfanya yule mtu aadhibiwe kwa makosa ambayo ameyafanya. TRA pia wawe na ule ukaguzi wa mara kwa mara kuhusu hayo masuala, kwa mfano bandari kavu na sehemu ambazo ile sehemu ya mpaka ambapo magari huwa yanapitia. Hiyo pia itasaidia kwa watu ambao wanafanya tabia hizo za ajabu.